Unajua na ukiwa hujalewa unapokuwa unaonekana kabisa ni kijana funny, smart, brilliant, kind. Yaani uko sawa ya. Lakini hapo haujakunywa vitu vyako vya ajabu. Muonekano ambao uko nao hapa mtu yote anasema wewe kijana ni mstaarabu sana. Lakini ukishakunywa mapombe yako unabadilika kila kitu Tungi. Tungi. Najua umesahau thamani ya mama yako na maisha yako. Lakini mama yako aliumia sana. Alikuwa yeye anatukanwa, anakopa vikoba, kausha damu ili uweze kusoma. Yeye alikuwa anawekeza upendo wa elimu kwako ili mradi uje ufanikiwe kesho. Yeye atakuwa hana nguvu ya kufanya chochote, awe ni sehemu ya msaada kwako. Umsaidie mama yako. Lakini angalia unachokifanya sasa hivi. Umekuwa ni kijana wa ovyo na mpaka mtaani wanakutafsiri vibaya sana. Wengi wanasema kalogwa, wengine wanasema huyu chizi kafanya kitu gani, lakini ni uongo mtupu. Pombe imekutoa katika njia moja ya maana sana katika maisha yako. Hii mihadarati, sifa za kijinga zinaua nguvu kazi kubwa sana ya taifa. Pombe ni sehemu ambayo mzungu ameitengeneza kwa niaba ya kumfanya watu wachape kazi. Huyo aliyetengeneza pombe, huwezi kumkuta analewa kama unavolewa wewe. Anakuwa anajielewa. Lakini nyinyi mnapapania mapombe, angalia unavyokuwa. Shida yako nini? Mpaka wananisimamisha. Kikweli brother, mimi nimekuja kwako na changamoto. Hatuna changamoto ya kifedha kidogo. Kuna baadhi ya mambo yangu hayajaenda sawa. Lakini pia hata kwenye nilikuwa nafanya kazi nimekuza pia. Yote ni kwa sababu wanasema kwa sababu ya ulevi wangu unaweza kuharibu shughuli zangu. Na sasa nahitaji kuwa mtu mwema, nahitaji kurudi mdogo wako yule wa awali ambaye tulikuwa tukikaa tunazungumza kwamba tuwe vizuri, tuje tusimame comfortable kwa ajili ya kuendeleza familia, kulea baadhi ya wazazi ambao wapo tayari wapo. Kwa hiyo ni hivyo tu brother, nasema hapa sasa ndio nimekuelewa kwamba wewe umenitafuta mimi, unazungumza na mimi, shida yako kubwa ni hela. Leo umeamka umekosa hela ya pombe. Kama ungekuwa unajitambua na una akili zako timamu jana usingelewa. Ila leo sasa umekuja katika picha ya mtu mstaarabu upate hela uende ukanye pombe. Hakuna hela namna hiyo mjomba. Yaani hela mimi siwezi kukupa leo mpaka kesho. Mimi sio chizi kama unavyonifikiria. Hamna bro, sijafukuza. Nadhani ni maneno tu ya watu. Wanapenda kunisingizia. Wanapenda nionekane mbaya, labda sina uadilifu katika nchi yangu au katika jamii. Wewe unajua kile kitu unachokifanya. Kama hujabadilika chochote, pombe zako, anasa zako zinafanya mpaka wale wanaokustiri washindwe kukaa na wewe. Wewe umefukuzwa wewe. Taarifa zako ninazo, umefukuzwa. Haujafukuzwa. Hivi kuna siri gani ambayo inaweza ikawepo katika jamii sasa hivi mimi sijui? Au usifukuzwa bwana. Hujui? Yaani wewe mwenyewe hujui uliyofungwa. Ni maneno tu wanapenda kunishia. Acha mimi niondoke. Kama tunabishana acha mimi niondoke. Wewe umefukuzwa hujafukuzwa? Kiukweli brother, nimefukuzwa. Na hata sababu ya kutafuta leo ni kwamba kuna sehemu nimepata stara walau ya siku chache. Sijui ni siku ngapi, lakini nimehifadhiwa kwa muda na sielewi hatima yangu. Sina pesa, sina kazi sasa hivi. Nikawaza nani wa kumtafuta, nani wa kumlilia shida. Nikaona watu baki sio sawa. Bora hii siri au aibu hii nipeleke kwa ndugu yangu. Wewe ni ndugu yangu, ni kaka yangu. Wewe ni damu yangu. Sidhani kama unaweza kuruhusu kuona mboni zako. Yaani sidhani kama unaweza kuruhusu mboni zako kuona mimi nikiteseka au nikipitia magumu. Ingali wewe upo na unaweza kunisaidia. Saidia brother. Shingapi? Hapo nikipata kinipatia hata 200 inaweza kanitosha. Nitachukua chumba na kinachobaki kiasi kidogo nitanunua baadhi ya mahitaji ya ndani kama vyakula na nini ili nisiweze kuumbuka. 200,000 nakupa wewe. Mimi. Yaani angalau ungekopa una mke. Ningesema anaishi na mtoto wa watu huyu. Basi ninamsaidia huyu binti kwa sababu ya huyu jamaa.
kwa sababu ni mtoto wa watu. Lakini wewe muone, utaenda baa, utalewa, utafanya vitu kwa na msingi, kesho yale. Kama ungekuwa unajijua kwamba ni mwanaume atakao kujitafutia na njia zako, mpaka leo usingefukuzwa kwenye chumba kibovu. Mimi nasikia taarifa zako mtaani, natembea kidogo. Taarifa zako ninazo zote. Kikweli brother, unaposema kwamba niko mwenyewe sijui na nini, sio sawa, ila kwa sasa hivi kuna mtu naishi naye, ila tu nilikuwa nasubiri wakati ufike, haya hizi changamoto ziishe, tutulie, niweze kukuita na kukutambulisha mwanamke ambaye naishi naye sasa hivi. Siko mwenyewe, kuna mtu naishi naye. Wewe unaitaka sana ndugu yangu, mpaka unanidanganya tena mwanamke nyumbani kati wewe muni. Hivi mwanamke gani ambaye anaweza akaishi na mwanaume aina hapo? Mwanaume ambaye hajui nini maana ya maisha, mwanaume ambaye hajui nini maana ya kuishi katika ulimwengu, mwanaume ambaye hajui kutafuta fedha, mwanaume ambaye akilala akiamka anafikiria kilabuni tu, mwanaume ambaye hata ndevu zake tu au nywele kuchana pia mtihani. Wewe mwanamke gani anaweza akaishi na mwanamke namna hiyo? Labda uniambie yule chizi ambaye nikukuta kule mjumbani, ndio sasa hivi uko naye, uko unaishi naye. Hapana brother, sio chizi. Huyo mwanamke ambaye niko naye ni timamu, yuko makini, yuko vizuri, na ni mwanamke ambaye anajitambua sana, na story alonielezea, maisha aliyopitia, nikaona hamna sababu ya mimi kuweza kukataa kuishi naye ngali mimi niko mwenyewe. Nikaona bora niishi naye. Kwa hiyo sasa hivi na mwanamke niishi naye. Nasikia huwezi kuwa na mwanamke akuelewa. Kwa shida yako sio? Ndio bro. Nataka nikupe kazi msaidia. Uko tayari? Niko tayari bro. Niko tayari. Kweli? Yeah, sure. Niko tayari. Basi. Unasema nataka nikutume ukakae wiki bila kunywa pombe. Sawa? Yaani ukakae uishi maisha ya kawaida tu pale pale chini ya uangalizi na maisha wiki bila kunywa pombe. Yeah. Ukija hapa nakupa 500,000. Sawa, japo nafikiria kuhusu mtoto wa watu sijui namwachaje hapo ndani. Okay, sawa, lakini nitaenda. Ukamwacha nani? Acha uongo na ukanywe tena. Yaani nataka sasa hivi, yani unyanyuke sasa hivi hapa ninapoongea na wewe. Uende huko na kukuagiza, ukakae wiki moja. Ukija hapa nakupa 500,000 na nakupa njia ya kujua namna gani unaweza ukaishi. Kiumbe. Namta mtuma kwa. Unajua wewe niko kupata ni sawa na dhahabu. Unajua mpenzi, hakika leo mimi nimefurahi hasa kukaa eneo kama hili. Wacha nikwambie kitu. Haya mapenzi yanakuwa ni matamu hususan ukipata mtu ambaye anajua mapenzi. Unajua baby, kupata wewe ni sawa na ile nuru mwanga angani inaopita shwa na kutoa sehemu stahiki. Hakika moyo wangu kwako malkia umefika. Nisikilize, mimi natamani niendelee kuona hilo tabasamu lako. Cha kufanya ninaomba tu mimi hapa nikae hapa, yaani unipende, na mimi ninachotaka kutoka kwako udeke. Umeelewa mtoto? Wewe tabasamu lako tu mihoi. Aise, wewe umeumbwa na nani? Umeumbwa na huu udongo ambao sisi wanadamu tumeumbwa nao au tofauti? Sasa sikiliza, leo nataka ukanipe kitu kizuri ambacho hata wale wote waliopita zamani hawajawahi kunipa. Unanielewa? Nakuelewa. Sasa duka lako nafunga saa ngapi? Saa 3. Saa 3? Saa 3 amna shida. Mtoto na dimples unanichanganya mimi wewe jamani. Unanichanganya mimi wewe Kamumba. Yey.
Penzi, naomba unielewe. Hilo ulichokiona pale haimaanishi kwamba ndio kiashiria mimi nakuchiki pale penzi. Ilikuwa katika harakati tu ya kufahamiana. Usije ukachukulia kama ilikuwa ni kweli, hapana. Mimi yule hakuna kinachoendelea baina yangu mimi na yule. Mpenzi wangu, naomba unielewe. Unaniona mimi ni mtoto mdogo, si ndio? Unaniona mimi ni mtoto wa kuniongopea, si ndio? Kamumba, kwa nini unataka kuharibu formula yangu ya maisha? Mpenzi wangu, tafadhali punguza hasira. Nakuelewa nini Kamumba? Wakati kila kitu nimekiona. Unataka kujitetea nini kwangu? Nisikilize basi Nuru. Wewe ni Nuru wangu. Wewe ni wa kwangu. Narudia tena tafadhali, nakuomba tutoke hapa turudi nyumbani tuyazungumze mambo yaishe. Nisikilize wewe mwanaume. Kama ungekuwa unaitaka heshima, basi usingeyafanya yale uliyofanya. Usikilie tisini hapa mpenzi. Yao tunawafanya ni maigizo tafadhali. Naomba unielewe. Hakuna kinachoendelea baina yangu mimi na yule mdada. Ni katika harakati tu ya kutambuana ndio kaona vile, lakini hakuna kingine kinachoendelea. Mimi bado nakupenda. Moyo wangu uko kwako. Tafadhali. Usifanye mambo yawe mengi tafadhali, nakuomba. Unajua kabisa hili eneo huwa unakuja na mimi. Kwa nini unapenda kunizalilisha wewe? Kwa nini kila siku wewe? Nisikilize nikwambie Kamumba, tena naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia leo naomba, kuanzia leo usimjue tena Nuru. Na sahau kwenye maisha yako kama ulishawahi kuwa na binti anaitwa Nuru. Tafadhali mimi nachoomba tu na amani tafadhali. Naomba tutoke hapa ili amani iendelee. Naomba unielewe. Hakuna kilichokuwa kinaendelea pale mpenzi. Na tafadhali naomba usiwe na hasira kwenye hili. Please, nakuomba. Nilikuwa sijakuelewa wewe ni mwanaume wa aina gani. Ila leo nimekujua wewe ni mwanaume wa aina gani. Kamumba, mimi sio mwanamke wa mchezo. Mimi sio wa kuchanganywa na wanawake ovyo ovyo. Na ndio maana tangu unanifuata nilikwambia Kamumba. Napenda mwanaume mwenye msimamo. Basi niambie. Nikupe nini ili ulizike? Niambie basi. Mbona mimi napambana sana na wewe? Sikiliza nikwambie Kamumba. Narudia tena. Sahau kama ulishakuwa na mahusiano na Nuru. Natamani niseme mdomo umefumbwa. Natamani kusema lakini nashindwa. Mama, hivi mdogo wangu, kwa nini unapenda kujizima data? Unamaanisha nini? Kwa sababu mimi ninakwambia hivi ufate maagano ambayo tulioagana. Unajua uchawi ulivyo ni sawa na mkataba. Mkataba ambao unaoandikiana inatakiwa umalize. Sasa wewe ukiambiwa unakuwa unadharau. Umeona? Wewe unamwendekeza sana mwanaume. Familia ambayo leo mnapatana kesho mnagombana. Mimi nimeishi ndani ya ndoa miaka mingapi? Mpaka leo yuko wapi wewe mwanaume? Kwa hiyo wewe anakudanganya huyo beshi. Unaona kwamba ni familia bora, unaacha maagizo ambayo ninakuagiza mimi dada yako. Maagizo gani? Kwani dada, mpaka lini tutaendelea na haya mambo? Kila siku jambo ni hilo moja. Dada yangu, mimi nilishakwambia kuwa sihitaji. Umekuwa mtu wa kuniforce kila siku. Sitaki mimi masuala yako wewe unajihusisha. Mimi mbona sio ni faida yake? Mpaka leo wewe upo. Sio ni faida yake. Nimeshasema sitaki. Niache niwe huru na mimi. Kwa hiyo unahisi wewe mahusiano yako yana maana sana? Inawezekana muda mwingine. Wewe unakaa unaisaminisha familia ambayo leo mnaelewana, kesho mnakosana, leo mnaelewana, kesho mnakosana. Mimi sitaki. Dada, yani bado una mambo ya kale. Yaani bado kabisa dada yangu. Watu wameendelea lakini wewe maendeleo huna dada yangu. Una kazi ya kukandamiza wenzio tu kuumiza. Mpaka lini dada yangu itakuwa hali hii?
Kama unataka nenda mwenyewe. Alafu usichokielewa kitu kimoja. Umeona pale walikuwa na ndugu yao yule. Yuko wapi sasa hivi? Ameshakuwa chizi, anahangaika huko. Kwa hiyo ukitaka umalizane na hili swala, unatakiwa uende ukafukie pale ile dawa ili umalizane nalo. Sivyo utakuwa chizi. Alafu unatakiwa utambue, mdogo wangu, wewe ukipatwa matatizo, mimi dada yako ndo ambao nitakayekusaidia, sio mtu mwingine. Hayo mahusiano ni mapito, lakini udugu hauwezi ukapita. Sikia dada, kama kweli unania na hilo swala, hata wewe unaweza ukalifanya, si lazima mimi tu. Nisikilize sasa, nenda kafikie Ida. Siendi. Chukua Najma hii dawa, nenda kafikie ili umalizane na hili swala. Sihitaji hili swala tena kuanzia leo. Imekuwa ni mwanzo na mwisho. Mama, Jua nilikuwa nawaza sana, kwa nini mpenzi wangu amenipenda? Kwa nini mpenzi wangu amenipenda? Na kwa nini umeokoa na mimi? Nakupenda sana. Naamini Mwenyezi Mungu ana makusudi sana kunipa wewe, na sitakiwi kusikimbia changamoto zako. Natakiwa nitafute ufumbuzi wa kumaliza changamoto. Guess what? Unajua tunaenda wapi? Tunaenda somewhere special. And today is a very special day between us two, babe. And I hope you will enjoy it. Unajua mpenzi wangu, katika vitu ambavyo nimewahi kuwaza katika mahusiano, hususan mahusiano yangu na wewe, nilikuwa nawazaga na kujiuliza, kwa nini Nuru ananipenda mimi? Kwa nini Nuru yuko na mimi? Kwa nini Nuru ameamua kuishi na mimi? Ni vitu ambavyo nilikuwa nikivifikiria sana, lakini mwisho wa siku nikapata jawabu moja tu, kwamba ni upendo na chaguzi na maamuzi ambayo wewe mpenzi wangu umeamua kunipenda mimi. Unajua ulikuwa una haki ya kuweza kutafuta mwanaume yote yule mwenye uwezo wa kukuridhisha, wa kukupa chochote kile unachokitaka, lakini still you didn't give up on me. Na ukanipenda na bado unaendelea kunipenda. Hakika wewe ni mtu wangu sahihi sana, na sina budi kuthubutu kukuambia kwamba you are my superwoman. I love you Nuru. Mimi naamini Mwenyezi Mungu ameamua kunipa wewe. Sioni sababu ya kukimbia changamoto yoyote kwako, ila natakiwa nipambane nazo ziishi, kwa sababu hakuna lisilokuwa na utatuzi. Nakupenda sana mpenzi wangu. Kwa hivyo nilivyokuwa. Ndio Mungu. Sijawahi kufahamu hata siku moja hizo habari. Hata kuzisikia bure sijawahi. Yaani ina maana Kamumba huyo katembea na wewe. Kamumba huyo katembea na Chimami. Mtu mmoja anawachanganya. Huo ni uchulo mkubwa. Ndio maana mimi mdogo sikutaka kusema chochote, kwa sababu nilikuwa najionea aibu tu. Na kipindi nilikuwa nikisema, Chimami anaona kama vile namwingilia kwenye mapenzi yake. Kumbe mimi nilikuwa sitaki aibu itokee kwenye familia. Ndio maana ukawa unapinga. Kwa sababu ulijua kabisa kwamba alianza kwako wewe, anamalizia kwa ndugu yako. Mimi nilikuwa sielewi chochote yani. Yaani mimi nilimpinga tu Kamumba kwa muonekano wake, kwa tabia zake. Yaani wewe haya kwako wewe nilikuwa sifahamu. Ila Chimami au mengine katafuta. Wakati wewe unahusiana na Kamumba nafikiri hujapata mshauri. Lakini Chimami alipata washauri wengi sana. Mimi mmoja wapo. Nikaa namwambia kabisa, mwanangu, njia uliyochagua sio sahihi. Ila Chimami analipanga yeye ndio hilo hilo. Asikila mwazini wala mchota maji msikitini.
analipanga wewe ndio hilo, na ndio maana ametokea haya aliyotokea. Leo anaumiza watu vichwa. Sasa nikwambie kitu mwanangu, nakushauri simame, achana naye. Mambo ya kumtafuta ya nini, achana naye kabisa. Na mara usinifuate mimi, kwamba Suma mdogo, usiuchi mami nini, muache. Alichokipanda ndicho kimeota kwa sasa. Kwa muache kama alivyo. Sawa mama mdogo, mimi nimekuelewa, ila nilikuwa na safari kidogo, naomba nikuache. Na sehemu naenda mara moja. Ila sasa usichelewe kurudi. Unajua niko peke yangu hapa, Mulonye hayupo. Unajua kunisaidia kupika futari. Sawa, nimekuelewa mama mdogo.